Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ninaitwa Engineer Benson Msechu from Beam Media Limited. Leo hii nipo ndani ya chuo kikuu. This is the chaplains ya CCT UDSM, na lengo kubwa ninataka nikupitishe kwenye tour fupi ya mchakato mzima wa usanifu wa mfumo wa sauti ndani ya chuo kikuu hiki cha Dar es Salaam kwenye chaplain hii ya CCT ambayo ni shared pamoja na tech. Ni mfumo ambao ni wa kisasa ambao una matokeo mazuri sana kwenye eneo hili katika kuongeza usikivu. Kwa hiyo katika mfumo huu kuna michakato mbalimbali ambayo imepitia mpaka imeweza kukamilika, na lengo la video hii ni kuweza kupitisha hatua kwa hatua namna ya uchakataji wa mfumo mzima, na nitaelezea maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza ni eneo la survey, lakini eneo la pili ni eneo ambalo ni la designing, nasema designing and budgeting, na eneo la tatu ni eneo ambalo la upande wa implementation. Sasa eneo la kwanza ni eneo ambalo liko very critical. Lazima uhakikishe kwamba unapopata project kama hii chuo cha Dar es Salaam, lazima kwanza uweze kusikiliza waumini, uweze kusikiliza wale waliokupa ile kazi kwamba what are the requirements, what are their needs, wanahitaji sound namna gani na mapungufu yaliyoko ni kitu gani, what are the expectations. Kwa hiyo lazima collect hizo data, lakini pia lazima pia uende pia kwenye jengo lenye physical, uvisit, umeasure, uweze kuona urefu na upana na vipimo exactly va lile eneo. Ukishamaliza collect all important data, lazima pia uweze kujua pia idea kwamba hawa watu budget yao wanaweza kaenda mpaka kiasi gani kwenye mfumo huu wa sauti. Okay? Hivyo ni vitu ambavyo kuviconsider, kwa sababu unaweza ukajikuta unafanya kazi kubwa ya design, your system is not affordable. Watu hawezi kuafford ule mfumo wa sauti. Kwa hiyo hivyo vitu vyote ni viconsider mwanzoni. So design section, what I can say, kati ya vipengele vyote hivyo cha survey, designing and budgeting na hiyo implementation, mimi naweza kusema the hardest part, my friend, it is in the designing session. Kwa sababu najua most of people wanapoambia bwana njoo angalia aina gani ya muziki, huwa people they just listing. Sema bwana tunahitaji speaker full range 2 kulia, full range 2 kushoto, monitor kila chini ya meza na labda moja au speakers za mid high unaweka moja kila upande, then the sound is super. Things are not going like that one. Unataka design yako hata akipitia mtu yuko Ulaya, Marekani, Uingereza, China, worldwide should be international accepted the design. So this designing, it's taking me a lot of time. I use simulation software nikadetermine kabisa kwamba hii speaker itakuwa upande gani na kwenye point gani exactly, ili waweze ku make decision kwamba unaweza kusema speaker unaweka hapa, kumbe hawapendi ile speaker ikae pale, labda inaharibu mandhari ya kanisa. So you should put a details where exactly unaweza kwenda kuweka hizo speaker. Kwa hiyo it was very hardest part to design these things. Na zile speaker za juu lazima kusema inakuwa ina height na nyuka kiasi gani, na uzito pia wa zile box ni kiasi gani, ili uone kwamba unapoenda kufanya mounting au rigging procedure, je kweli inaweza kubeba hivyo vitu. Lakini lazima angalie pia specifications. Kuna zile tunasema interconnecting device, cabling, specification zake ziko vipi? Je, unene wa ile cable, mbamba ile cable unatumia aina gani ya cable, is it balanced or unbalanced, na urefu wake ni kiasi gani? Kwa hiyo hii ni part ambayo ilikuwa kidogo very tough, na kuangalia vifaa vingine vinaingiliana, sababu tunapozungumza mfumo wa sauti, we are thinking about the input sections, then the processing sections, and then the output sections. But we don't end kwenye output section. Lazima tuangalie how the speaker interacting with the building. Hizo speaker zako zina interact vipi na building. Sasa hapo tunakuja swala la acoustics. So you must understand the physics of sound, how the sound is propagating in the building, reflection na kuaje. Otherwise unaweza kuwa na a good design sound system iko vizuri, lakini unapoileta ndani ya kanisa ikasikiza kama vile that's a garbage, sauti hazisikiki, reflection, reverberation ratio ziko juu, tone uniformity haiko sahihi. Kwa hiyo watu wakasema what kind of this PA, lakini muziki ule ukitoa nje kwenye field uwanjani unasikika vizuri, ila kuingiza ndani unakataa. So hizo factor lazima uzi-integrate. That's why this is the very hardest part in the design. Kwa hiyo hizo factors zote lazima kwenye design hii niliweza kuziconsider. Hii party ambayo ya pili, party ya upana design, kuna party ambayo ni ya budgeting. Okay, hivi vifaa vinapatikanaje? Na
where to source those equipment. Sababu wewe unafahamu kabisa kwamba bwana kwenye mazingira yetu hapa ya nchi zetu za East Africa kuna kopi nyingi sana kwenye maduka. That's the true. Mtu anasema ni JBL lakini it's not the true JBL. Mtu anataka kusema kwamba speaker ni labda ni aina fulani, lakini kuja kuangalia kwamba hizo speaker nazo unaweza kutoka kwenye market ameweka tu chapa tu, mtu anajibandikia tu bwana hii ni speaker ina fulani sana inafaa. Kwa hiyo lazima ufanye a proper research ya kujua kwamba okay, where are the genuine distributors ambao ka distribute kitu. Lakini pia unapo hivyo vitu vyote as a consultant unamwadvise pia mteja aweze kujua. Na pia supply na advice lazima pia advice kwamba after sales can he maintain that after the system is run in case labda amplifier imepata changamoto. This electronics, okay, it's a human being made, anything can happen, all right. Naweza kaa kweli stable lakini katika chochote kile huyu mtu anaweza akapata msaada after that sale. So you don't just purchase your equipment from unrecognized sources, kwa sababu unaweza kununua kitu cha gharama kubwa afu kashangaa at the end of the day it doesn't work na ukashindwa kuweza kukimaintain. So hii ni muda anachukua muda mrefu. Sasa tukata wiki 2, saa nyingine wiki 3 au na zaidi wakati wa hii design. So I normally advise the customers to be patient for it, kwa sababu ni eneo ambalo ni la muhimu sana. Okay. Baada ya mfumo huu sasa nitakupitisha kwenye eneo hili zima ambalo la upande wa cabling. Cabling imefanyikaje na specification gani, nitakuonyesha hapo cabling. Tukishatoka kwenye upande wa cabling kwenye mfumo huu, nitakupitisha sasa kwenye upande wa input sections. Nitakupitisha kwenye input microphone, utaona huko vizuri kila kitu. Then kwenye processing units, kwenye mixer pamoja na amplifier, then kwenye speakers. Okay, upande wa PA system maana yake kuanzia kwenye amplifier mpaka kwenye speaker tumetumia YME system. The sound is good, is properly. Kwenye hizo section husika utaona namna ambavyo nilivyoweza kuzungumzia. Okay, you have installed your system everything. Nitakupitisha kwenye kipengele cha mwisho kabisa baada ya kuzungumzia output section. Kipengele kinaitwa optimization. Hapo ni pale fine tuning sasa, okay? You send the signal through the speakers, you balance it left and right, you make sure the crossover point is properly. Mwishoni kabisa sasa lazima ufanye review siku ya kwanza na ya pili, kufanya kazi ibadani kuona kwamba tupate maoni, mapungufu tuone yako wapi ili kuweza kuboresha. Kwa hiyo mfumo huu umekuwa designed and implemented by Beam Media Limited, na Beam Media Limited imeshirikisha watu mbalimbali kutegemea na specializations yao kwenye upande wa umeme, upande wa backup system, upande wa welding. Tumetumia professional kwa sababu you cannot be the master of everything. If you are trying to be master of everything, you will become master of nothing. Mwisho kabisa, neno langu la mwisho kabisa, optimum. I would like to return all glory and honor to the Almighty God by giving me this understanding to designing this wonderful system here. Kama vile ilivyoandikwa kwenye Ayubu 32:8, na imo roho ndani ya mwanadamu na pumzi ya Mungu hutupa understanding. Understanding au nasema kwenye Kigreek being or discernment, how to separate, how to see the things connected. This is belong to God. All glories that have been done here is belong to God. Thank you very much, na niwashukuru pia wana CCT kwa kuiamini Beam Media Limited kufanya usanifu wa mfumo huu wa sauti. Mungu awabariki sana, na ninamwomba Mungu kwa moyo wangu wote kwamba mfumo huu uweze kuyatatua matarajio yenu na watu waweze kumwabudu Mungu katika roho na kweli, watu waweze kuzama na kusikia uwepo wa Mungu, maisha ya watu yakabadilishwa kabisa kwenye maisha yao, wakao wa kipekee. Mungu awabariki sana, na Mungu awabariki sana CCT, na Mungu awabariki watu wote ambao wameshirikiana na Beam Media Limited katika kuhakikisha kwamba mfumo huu umekuwa stable management, different engineers, expertise katika kuhakikisha kwamba jambo hili linakamilika kwa ukamilifu wote chini ya uongozi wa Beam Media Limited. Mbarikiwe wote, asante. Tuendelee kusikiza tour hizi na vipengele vinavyofuata. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa ni ndoto yetu ya muda mrefu. Kila siku tunakumbushwa ile PA inaendeleaje. Leo tuna test. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo tuna test na wataalamu wetu, baada ya wiki moja watakabidhi mradi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wataalamu wetu kule juu kina Engineer Msechu. Amen. Mungu akubariki sana. Jamani, haikuwa ndoto tu za
abunwasi au za mchana. Sasa tunayo PA system. Tuliambiwa sijui ni makanisa mangapi hapa duniani na PA hii system. Sijui ni makanisa mangapi, lakini ukweli ni kwamba nataka kusema hivi, vijana wakisikia kuna PA system ya namna hii, hata mikesha ambayo huwa nakimbia kwenda mahali, watasema tunaenda nyumbani kwetu sasa. Amen. Basi wote mliohusika, uliyetajwa, sijui uliyegusa chombo hiki, kuna wengine hata hatujui hizo zinaitwa nyaya, lakini nyinyi naomba msimame na kwa pamoja tutamshangilia Bwana, sio kuwashangilia wao. Msimame, hata katibu usimame. Makofi mengi, mengi, mengi. Amen. 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 Naomba tusimame kanisa lote. Baba, 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 pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. Hii ni sadaka yetu mbele za Bwana. Tunasema sio mchungaji wao wachungaji au katibu, sio hao matechnician na kina Msechu, sio yeyote, isipokuwa ni Baba yetu aliyetupa vyombo hivi, aliyefanya haya kwa utukufu wa jina lake. Come on, Baba. Bwana sifiwe. Kabla ya baraka niseme mambo machache kwa dakika 2-3. La kwanza, ndugu zetu ambao mmetusaidia kutuwakilisha install mambo ya PA system, kwa namna nilivyosikia kuna kamziki kazuri, sauti zinasikika. Kwenu nyinyi mnaita ni test 1. Hatujajua test 2 itakuwa nzuri namna gani. Naomba tumshangilie Mungu kwa namna ambavyo tunaendelea vizuri. Nimesikia kuna kamdundo kasiko na shida yoyote, sauti zisizochoma, kama alivyokuwa natuambia ndugu moja, itakuwa hapo inakuja lakini haikupi shida. Wangapi tumebarikiwa na PA system? Amen, amen. Nimeona matechnician walikuwa natembea huko nje, naamini Jumapili ijayo itakuwa nzuri zaidi, lakini so far we give all the glory kwa kila alichokifanya. Amen. Tunamshukuru Mungu pia kwenye zoezi la PA tunaendelea kufanya vizuri, na leo ndio testing ya pili. Na yule jamaa, kuna jamaa anapita hapa na microphone, Mungu tunaombea msikwazike kwa hilo, anafanya measurement ili sauti zetu ziwe within the name key specification. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusipate shida. Ili sasa nilisema mimi kwa upande kama upande wa TEC, yani kanisa Katoliki. Leo tunasikika vizuri si ndio? Tuna mambo huko juu huko Nyi wa Katoliki mnaona mambo huko juu? Unayaona hayo Usinielewe vimefanyaje? Vimeundwa. Baba mchungaji, naomba nisiwe mchoyo wa fadhila na shukurani kwa hiki ambacho mmekifanya. Sauti zinachujika vizuri na nini hapa. Asante sana. Natumaini ibada zetu zikiendelea kwa namna hii, inakuwa safi kabisa. Hongereni na Mungu awabariki sana. Sasa naomba niwakaribishe sasa wageni wetu.
Let's go. Drop it down. So. Say, aye, aye. My God. Come on. 1, 2, shoot.